Baba, katika jina la Yesu Kristo, uhimidiwe pesa. Sifa Baba, nasema ni asante. Mpanzi amesimama Jehova, anapotoa neno Mungu wangu. Mpe neno Mungu wangu, ingia ndani ya mioyo za watu Baba, nitasema ni asante. Yesu, unapotenda nitasema ni asante. Yesu, injili hii wache iguze kila mmoja, kwa maana unapenda. Kwa uwezo wa Yesu naomba na kuamini. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Last week niliguzia kidogo kwa ajili ya ubatizo. Na nilipoguzia kwa ajili ya ubatizo, nikapata ya kwamba watu wengi wanatambua kwamba wamebatizwa, kumbe hawajabatizwa. Sema amen. Wanatambua wamebatizwa, lakini kumbe. Bwana Yesu asifiwe. Manake Biblia inazungumzia kuhusu kuzaliwa kwa mwili na roho. Alafu inazungumza kuhusu kubatizwa kwa mwili na. Bwana Yesu asifiwe. Nani ameenda? Yesu isome. Umezaliwa kwa mwili na unahitaji pia kuzaliwa katika roho. Sema imani. Aliyezaliwa kwa mwili ni yule ambaye mama amemaliza miezi ngapi? 9. Na akaleta mtu wapi? Duniani. Sema imani. Hii umezaliwa katika mwili. Now, kuzaliwa katika roho. Kuzaliwa katika roho ni kufanya namna gani? Baada ya kubatizwa, huwa unakuja unakiri. Unajua, when you need to be born again, it's like yule ambaye. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa? Unafanya nini? Unaenda wapi? Alafu you make a turn. Sema amen. Unapoenda namna hivi uko katika mwili, lakini utakapotambua mienendo zangu zipo katika mwili na hitaji zikabadilika katika roho, basi hata wewe mwenyewe unafanya nini? You change, you turn. Sema imani. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuwa mahali nikizungumzia mama assembly, nikisema kwamba napoongea kwa ajili ya kuzaliwa katika roho, watu wengi ambao wanatambua ni Wakristo. Amen. Umezaliwa kwa maji mengi. Ndio. Amebatizwa katika maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa next time amevaa. Bwana Yesu asifiwe. Amezaliwa katika maji. Lakini sasa nahitaji kuzaliwa katika roho. Tunafanya namna gani? Amen. Utapata kwamba a lot of people ambao wako ndani ya maagano wameng'ara, lakini mienendo zao haziambatani na Ukristo. Wow. Sema imani. Jinsi vile ambavyo unajua, when there is a sun, mtu wezi fanya vitendo, si ndio? Lakini wakati giza linakuja, you do what you want. You do what you like. Bwana Yesu asifiwe. Unabadilika, unakuwa mtu mwingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ya kwamba bado wewe haujazaliwa katika roho. Amen. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Now, how can we do so that you get born in spiritually? Kuna watu hata kama ni wapasta, wengine ni youth assembly, youth region, a lot of big people, sindio? Bwana Yesu asifiwe. Lakini mienendo zao haziambatani na matendo yao. Amen. Huyu mtu amezaliwa katika maji, lakini hajazaliwa katika roho. Amen. You are getting me well? Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule mtu ambaye ni Mkristo ndio, na ana kipawa. When you get born, there is a certain spirit inainuka ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kukula pia ni nini? Ni roho. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna yule mtu ambaye ukimwekea chakula anza kukula gorogoro ngapi? Nimdhihirishe. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu ambao kuanzia Januari hajawahi toa fungu la 10 na saizi akikuja hapa niombee kazi. Akienda yitahani kure kabisa hadanyanyazika kumshiri munwa. Niombee kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado yule mtu kuna roho ambayo ya kutokutoa ipo ndani mwake. Now, how can we do so that ile roho ikuje iondoke? Lazima abatizwe, azaliwe katika roho ili ile roho ifanye. Tuko pamoja kweli? Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule mtu ambaye akija tu kanisani, hata mkimuona tu, mimi nataka niwaulize, kwa hili kanisa nani akiingia hapa lazima mjue lazima kutakuwa na vurugu? Si nyinyi mnajua. Bwana Yesu asifiwe. Maana ile roho ipo ndani mwake. Akiingia mahali, kulikuwa na askari mmoja, sitamtaja jina lakini nitamuita jina Masai. Alikuwa akienda mahali na mlevi. Mnajua lazima mtu ataanguka. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Maana amepatiwa ile roho na anatembea nayo na inaambatana pamoja naye. Now, how can we do so that we come out of this spirit? Lazima tuzaliwe katika roho. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu mbona wanishireche? Kwa lugha yenu mnaitaje? Engineer. Engineer. Bwana Yesu asifiwe. Maana ile roho ameambatana nayo na anatembea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Nilitoa mfano asubuhi nikiwa kwa ibada nyingine. Nikaambia kwamba nimekuja, mimi si mshirika hapa. Na nimechapa suti yangu na tai mzuri. Alafu nikuje nikae pale nyuma ninyamaze na mlevi. Hata pastor akihubiri, mtaconcentrate kweli? Hapana. Tuambiane ukweli. Will you concentrate? No. Kwa sababu gani? Umeketi no. Mnaangalia nini? Suti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, nitakapotoka mahali pale, nimefinyia Mrs. Macho, nimefinyia Mrs. Macho, nimefinyia yule mwingine. Nitakapotoka mahali pale, akikuja kunisalimia, sio salamu, bali ni namba nafanya nini? Nataka tuambiane ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nachukua namba. Sasa nikikuja kanisani, ikifika sadaka na ngojea watu wote wametoa, mimi natoka kwa na 500 nikiwa nimeekelea kwanza iende juu. Ionekane. Ndio ifanye nini? Ionekane. Hiyo ni roho. Ndio umebatizwa kwa maji mengi lakini haujabatizwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe. You need to be baptized so that ile roho ifanye nini? Iondoke. Mimi namwambia ukweli. Yes. Nimezungumza hapa asubuhi kwa ajili ya the sin of inheritance. Zambi za tuko hapa kweli. Zambi za urithi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe sio mchawi. Muranga Belinda. Lakini kwa sababu umetoka katika hii jamii ya kishirikina na kichawi, hii roho ipo ndani. Itafika wakati bado itakuvinzia, upende usipende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, mbinu gani utakayetumia ili utoke ndani ya ile roho? Halo. Kuna wale watu ambao wanaachilia ile inaitwa namna gani? Mark inaitwa aje? Ile unajua. Spellings. Teacher. Oh. Inaitwa namna gani? Ile mtu mnasema akikaa hivi akiangalia mtoto ana amani. Hiyo kumbe mnajua. Sasa mimi nataka niwaulize, mwenye anayeachilia anajua kweli? Lazima ajue. Mwenye anaachilia hiyo mwili anajua? Na akitaka kuacha anaweza?
mbinu gani atatumia? Mimi nataka leo tunataka tutoboe siri. Si ni ukweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, anaweza achilia. Anafanya nini? Afanye nini? Na atavunja namna gani? Lazima atoe dhabihu ya dhamani. Dhabihu ya dhamani. Mimi nataka wale watu wanajua mzuri, kwa sababu tuko hapa katika mafunzo. I'm a preacher and I'm a teacher, and right now I'm teaching. Sema imani. Nafunza ili nataka mpate kitu. Sema imani. Anafanya nini? Anatubu. Aje. Kutubu si nyinyi wote mnatubu? Na mbona ishangi? Huyu mtu amebatizwa kwa maji mengi? Lakini Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe Mkristo lazima ukubali na kutii. Ili uwe Mkristo, kubatizwa kwa maji mengi sio mwisho. Unahitaji kubatizwa katika roho na kweli. Kubali Kristo nawe utaoshwa. Hivyo vitu ambavyo ninazungumza, ukiniambia sio dhabihu, hao watu wanatoa sadaka. Hao watu wanatoa fungu la 10 hadi arulita 10. Bwana Yesu asifiwe. Na wezi achilia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima yeye akubali ya kwamba ninawacha. It is possible. But kama hajakubali, get my word. Bwana Yesu asifiwe. Ama nimeharibu leo. Nisome Warumi anasema, Paulo anasema nini? Ninaharibu. Sijui nisema msinitupie kwa sababu Pia Yesu makofi mazuri sana. I never fear. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu hata ukiachilia nitakonjeka siku moja, ya pili nitaamuka, na nitakapoamuka nitakuja kurarua hapa injili mpaka ushtuke hadi uikane. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nisome nyote. Maana alituambia enendeni mkawafanye kuwa wanafunzi, na mkawafunze yule ambaye atakayekubali na kutii na abatizwe. Lakini akikataa kubatizwa, he will perish. Yes. Amen. Amen. Paulo anasema nini? I think ni sita sijui. So, sita sijui mstari wa ngapi? Warumi 6 mstari wa 4 hadi 8. Yes, hapo. Inasema hivi. Yeah. Basi tulizikwa pamoja naye. Paulo anawaambia Waroma akiwa katika gereza na Wakristo, yule everyone who is calling himself that he is a Christian. Paulo akawaandikia barua hii, sisi tulizikwa pamoja naye. Amen. We were buried with him. Tulizikwa pamoja na nani? Wewe amuka. Chapa mwenzako mwambie amuka. Maana wewe ulizikwa pamoja na nani? Na Yesu. Je, ulifufuka? Hapo ndio kuna matatizo. Sema amen. Amen. Wewe ulizikwa na Yesu. Je, ulifufuka? Amen. Ufunuo Yohana. Alo? Wewe ulizikwa na Yesu, ndio unakubali nilizikwa nikabatizwa kwa maji mengi. Je, ulitoka ndani? Je, ulochi uburulitaena? Wewe uburulitaena. Mubire uburulitaena na wabatizwa. Ubolanga nilikufa naye nikafufuka naye. Nani alikwambia ulifufuka? Nani alikwambia? Maana wewe bado umo ndani ya lile kaburi. Unahitaji a good prophetic pastor, a good deliverance. Ufufuke. Oh yes. Amen. Amen. Wapi makofi mazuri? Sikia, nataka nijue nani alibatizwa kwa maji mengi? Inua mkono juu. Nani alibatizwa?
unajua kama ulibatizwa. Wewe ulibatizwa kwa maji mengi, si ndio? Biblia inasema tu ya kwamba nchi na vyote vilivyomo ni mali ya nani? Ya Mungu. Na kama wewe umali ya Bwana, hata vyote vilivyomo ni mali yako. Na kama ni mali yako, mbona usitoke tu huko nje? Enda kwa mpango ambaye nipatie milioni 1 bakwe ulengo msiko. Si ni mali yako? Lakini kwa sababu wewe huwezi enda ukaambia Mungu usilitupie. Alafu ina maana ya kwamba ulipokufa na Yesu haukufufuka, lakini Yesu akafufuka akakuacha. Soma maandiko. Sikia. Ufunuo wa Yohana 3 kuanzia 1 inasema hivi. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi. Huyo ni Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmo, akiwa anazungumzia na anaelezea Wakristo ni kama ninyi waliobatizwa. Mnasema ndio tumebatizwa, lakini mwekanira tawe. Mshirika ndio tawe leche shereche. Mwekanira. Bwana Yesu asifiwe. Paulo Yohana andika maandiko haya kwa Wakristo wote, akasema na kwa malaika walioko katika Sardi andika. Can you take your pen, write it down? Haya ndio anenayo yeye aliye hai, ambaye ni Bwana Roho Mtakatifu, Yesu aliyefufuka akakuacha kule. Je, alikuacha ama ulifufuka naye? Yeye aliye na hizo roho 7 na zile nyota 7. Na yajua matendo ya. Akasema ninayajua. Mimi nakutambua tu, uangalia kando. Ninayajua matendo. Sio yangu, yako. Ninayajua matendo. Yakuwa una jina yakuwa hai, lakini ngoja, soma hapo kwa sauti. Soma hapo kwa sauti. Unayo jina zuri sana, jina la kupendeza, ufanae kanzu kabisa, ulimu kabisa, uyanze kabisa. Una jina zuri kabisa. Ukiwa unajidai ya kwamba nimebatizwa, kumbe wabatizwa tawe. Wewe una jina lakini umekufa. Sio mimi ni maandiko. Ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. 2. Ni ukweli? Are you really dead? Ni ukweli? Wamesema kwa matendo. Are you really dead? Niambie ni ukweli. Nyinyi wacheni kunidanganya. Wacheni kunidanganya. Mrs. Ni ukweli? Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaposema ya kwamba tumebatizwa, kanila tabatizwa kabisa, wacha giza ikuje. Biblia inasema tu kwa matendo yako una jina, lakini kumbe umekufa. Najua watu wengi wameanza kukasirika. Mama sema nimalize. Dhambi ya kisirisiri. Maliza dhambi ya kisirisiri. Nimalize. Nahitaji kubatizwa ninyi nyote. Bwana Yesu asifiwe. Saizi Yesu akirudi, wangapi watabatizwa? Beba mkono juu. Wangapi? Hata mwezi batizwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu izomenywe. Kwa sababu unajua, I've talked about the sins, dhambi ya kujua na kutojua. Sema amen. Amen. Na nimesema tu mzuri ya kwamba pastor ameongea akasema ya kwamba kuanzia Januari hujaitoa hata sadaka. Kuanzia Januari unasema tu pastor sali ile nyai kazi. Nulizaga na uomeranga na inganiza hivi. Sasa mimi nashangaa kwa hii tumbo nini nakuja ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na unasema hauna. Na nimesema tu mzuri, chakula kiingiacho ndani ya tumbo ni chako, sio cha mwingine, kwa sababu kinakuwa digested, kinaenda
inatoka. Bwana Yesu asifiwe. Nahitaji ninyi nyote mubatizwe. Amen. Amen. Na iwepo utabatizwa, hebu nipatie Yohana. Yohana anasema nini? Sikia. Yohana anasema nini? 3. Sikia maandiko. Sikia. Halo? Kitabu ni Yohana Mtakatifu. Yohana ngapi? 3. 5 hadi 6 inasema hivi. 3:5 hadi 6 inasema nini? Yesu akajibu. Yesu aliwaambia, amini nawaambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi uona ufalme wa mbinguni. Wapi makofi? Asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi uona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa mbinguni unaingia wale watu wenye ambao ni maskini kweli? Ama mnaamini pale nasema heri maskini wa roho? Mimi si maskini wa roho. Wewe ni maskini wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hizo mwenyewe. Tukatae umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi uone ufalme wa Bwana Yesu asifiwe. Yesu hizo mwenyewe. Wangapi wanakubali kubatizwa hata mara ya pili? Sio tuko wengi. Beba mkono juu. Wangapi wanataka kubatizwa mara ya pili? Morina ameenda. Wangapi wanataka kubatizwa mara ya pili? Hamtaki kubatizwa? Hamtaki kutoka mahali penye mko muenda mahali pengine? Bayo. Tindalo. Ukibatizwa usingizi itapotea. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu ni mbatizwe ili mtoke mahali penye mlipo, msonge mahali. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu aliyebatizwa haishi ndani ya mateso. Aliyebatizwa haishi ndani ya umaskini. Aliyebatizwa haishi ndani ya mateso. Aliyebatizwa haishi ndani ya umaskini na mahangaiko. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yake ni mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka Mungu wa amani apate kutuokoa sisi sote. Mungu wa amani akapate kuokoa kila mmoja. Ongeza, nataka pale ya kilichozaliwa. Sikia. 6. Kilichozaliwa kwa mwili Ni mwili. na kilichozaliwa kwa roho Ni roho. Umesikia? Nimwambie kwa sababu gani? Nimeongea hapo awali kwa sababu ya maroho ambazo tulizo ndani. Kuna mtu ambacho kitu inafikaga tu time lazima ikusukume utekeleze. Ukishafanya vile roho imekusukuma, basi utakuwa umetulia. Bwana Yesu asifiwe. Now, ili uache kuenenda katika mwili. Mami usiende. Siweni mwana maji. Usiende. Ili utoke katika ile kitu inakusukuma, unahitaji kuzaliwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Ili utoke katika hii roho, unajua wale watu ukiona kwa ploti mtu mwenye akiamua anataka kugombanisha mtu, kutukana mtu, unajua hicho ni kipawa cha unabii kilichoharibika. Manake haya mambo yenye ninaongea, wangapi wanajua nilikuwa nimeandika chini? Ama ninasoma mahali kweli? Na je, yule mtu ambaye ako na kipawa cha kukutusi mwalimu, mundu yeye kanadini, anakuambia tulia kwanza. Akinge mazi keke atia aweke chini. Afanye nini? Akurudie. Bwana Yesu asifiwe. Yale ambayo atakuelezea ni kana kwamba amefanya nini? Ameandika. Ni kwa sababu gani? Hii ni kipawa cha uhubiri kilichoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji tubadilishe ili kiwe kipawa kizuri kilichozaliwa na roho.
Maana kile kipawa ni kipawa kilichozaliwa na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Yesu izomenye. Kipawa kilichozaliwa na mwili tukibadilisha kizaliwa na roho kitakuwa kipawa kizuri. Maana Yesu alilisha watu wangapi? 1000 ngapi? Na nyinyi watu 200 mnalisha pasta kweli? Bwana Yesu asifiwe. Maana zile ni vipawa lakini zilizoharibika. Now, jinsi ya kufanya ili zibadilike, ubatizwe katika roho. Wapi makofi mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme tu ya kwamba hawa ni wana maji peke yake, hata wewe ni mwana. Si ni ukweli? Na si umepata reason? Wangapi wanakubali kubatizwa mara ya pili? Wangapi waliamua kubatizwa katika walizaliwa katika mwili? How many people were born by flesh? Sasa nyinyi mlitoka wapi? Wangapi wanakubali kuzaliwa katika roho? Wangapi wanakubali kuzaliwa katika roho? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake naposoma maandiko inasema kwamba ni nini kitakachokuzuia ili usibatizwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuja toto. Siweni mwana maji. Bwana Yesu asifiwe. Nini kitakachozuia? Wazazi wangapi biological parents ambao wako na watoto wa ubatizo wa maji mingi ambao hawajabatizwa? Hana machio kubatizwa. Beba mkono juu. Morin ndio huyo. 1 2. Mtoto wako ngapi? Very good, na anaenda sio? Asante. Wako wapi? Anataka maombi. Sasa tu ninamaliza. Sio sasa wakati mwingine. Sasa tu. Nani mwingine? Wako wapi? Atafika saa ngapi? Anatoka. Sasa naomba tu saizi. Ni lazima atafika. Bwana Yesu asifiwe. Wale watoto ambao wanaoenda kubatizwa, kujeni hapo wote. Kuja, toto kuja. Jeni hapo. Kujeni sasa hapo. Kujeni hapo. Wote wanaenda kubatizwa. Haya. Kuja toto kuja hapa. Wewe unakataza mtoto na ameamua kuja. Watoto wote ambao wanaenda kubatizwa kujeni. Kwani wale walikuwa hapa wameenda wapi? Kuja ama. Vayo. Uko na mwana maji. Kuja, umebatizwa kuja. Umebatizwa. Kuja amba. Kuja. Umebatizwa. Wewe umebatizwa. Kwa maji mengi na wewe? Umebatizwa. Bado kuja. Wewe umebatizwa. Na uko na mtoto. Ako wapi? Na wewe? Kuja. Amba iberi. Kujeni huko mbele. Unajua leo ni kukagua na maji na mko na bahati, mko na chief hapa. Kuja. Najua tunataka tutoe zile vipawa mbaya, si ndio? Ni homa na bana, si ndio? Mademo ni bwana. Yesu. Simama. Kuna watoto wengine bado ni masimu kwa hapa. Kuna wengine sana. Agia. Wale wazazi ambao walikuwa wao watoto kujeni. Wazazi wao watoto wako wapi? Karani wa assembly alizunguka hivi wani kabisa. Wale wazazi wao watoto kujeni. The spiritual parents.
Mzazi ongea. Uko na mtoto ameshamchagua. Kuja hapa. Kucheni hapa, kucheni hapa. Wazazi wa watoto hawa. Kwani pia wazazi wajakuja? Yaani tulichagua wazazi aina gani jamii? Emmanuel, wewe kuja. Wewe kuja Emmanuel, kuja. Na naona uko very active. Very good member. Morini utamsimamia? Emmanuel yako kwa list kweli? Wewe ingisha Emmanuel Wekesa. Hiyo ni liwe liwalo. Wangapi wanasema Emmanuel asipatishwe? Peke yake anaitwa nani? Belinda peke yake. Ndio anapinga huyo. Nani anasema Emmanuel asibatizwe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Emmanuel, kanisa lote limekuaminia. Amen. Nini kitakacho kuzuia? Hebu atueleze. Nini kitakuzuia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema fees ana. Kisha maneno. Fees ishapatikana. Tambea 500. Bado 500. 500 Morini amemaliza. Mimi namwambia mambo ili ni kanisa la watu waliokombolewa kuja mami. Kuja batizo kwa chifu. Tumemaliza. Wewe umeandika Emmanuel Wekesa. Afisi yake ishalipwa. Hata unaniambia bado. Hii mambo ya kwenda nje nisema sitaki. Ndio. Malaika tu mwenyewe. Wazazi wao watu kujeni mbele. Ndio. Wazazi wao kujeni mbele. Mzee. Mzazi wako alikuwa nani? Jina yako? Rose Liz. Uko na jina hilo? Very good. Enda huko nyuma nilete mtu. Vayo. Ngoja usimame hapa. Hii ni mimi nimechagua. Ama kuna mzazi wako? Ako wapi? Nimesema spiritual parents. Simama hapa. Wewe usianze hapa mambo ya kesi. Na mimi nimekuchagua. Simama hapa. Lazima utakuwa. Yes, simama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza ke? Huyu anaenda. Mami, huyu anaenda. Liwe liwalo. Amen. Sawa. Liwalo. Huyu anaenda tayari fees yake imelipwa. Mzazi huyu ni nani? Ulikuwa wewe. Wewe ni biological ama spiritual? Biological. Mimi sitaki wewe. Morini namba. Ni Jumapili. Si mbali maji. Niende huko nyuma niletee mtu mwenye unapenda mwenye amevaa smart. Lete tu mtu unapenda. Haya. Wewe usiangalie huko. Wewe, Vayo, wewe unaanza kutupa sera. Haya, enda ulete. Lete mtu mwenye unapenda kabisa. Haya. Tayari ashaona. Lete mtu unapenda. Usimwangalie. Haya. Wewe kuja. Amba. Nilisema niletee mtu na umeenda nyuma. Umeleta nani? Mama Rose Kokoi. Njoo. Kuja hapa. Rose Kokoi. Njoo. Amba. Njoo. Rose Kokoi, kuja. Amen. Rose Kokoi. Amba, mbona unakuja nikana kwamba unarudi nyuma? Unajua nani mwenye anaendaga ni kama anarudi nyuma hivi na anaenda mbele. Simama
Simama. Ataka kamrembo kanabatizwa. Nani mwenye hajachagua? Nilete. Nani? Belinda. Wenye hundo na mchagulia mtu. Lete. Haki ya Mungu watu kama kuna waoga mkuru. Kwisha maneno. Leta yeye. Leta yeye. Wewe leta yeye. Simama. Ama. Kuja yeye mwenye atajileta. Kuja mama. Amen. Inawezekana. Mzuri sana. Umechagua mama mzuri sana. Alaweka nileta leo. Kuja mama. Kuja. Very good. Very good. Kwa nini mnatoroka? Nani mwingine mwenye hajachagua? Ameniletea nani? Mzazi wake nani? Mimi nataka Ibnadi Hilary Mrs. Kuja. Hilary, kuja hivi. Simama hapa. Si hapo iko sawa? Very good. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye hajachagua? Aya, nataka wana maji wasimame kwa kafu mzuri. Ashaleta ndio huyo hapa. Agnes. Emmanuel, hebu enda zunguka kwa wanaume wote, nilete mtu. Lakini sio pastor na mama assembly. Nilete mtu. Kuja hapo wewe. Kuja. Very good. Kuja, nataka nianze mafunzo kwa wana maji mara moja kwa sababu time ndio hizo. Nani mwingine mmoja atachagua? Mwana maji mmoja kwa nje. Najua kuna wana maji wa Sara Kasim wawili hawajaingia na Mrs. Ashoya, si nimemwona asubuhi. Ameenda wapi? Mzazi wako kwa wapi? Very good. Mzazi wako kwa wapi? Kuisha. Mzazi wako kwa wapi? Kuisha. Mzazi wako kwa wapi? Mzazi wako kwa wapi? Kuisha. Hapo mambo yamechimuka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka niwaulize swali kwa sababu ndio tunaandaa wana maji. Angalia huko. Nataka niwaulize swali. Hawa wana maji hawa. Nataka sasa wana maji wasonge mbele, wazazi wakoe nyuma. Mkae kafu. Kaeni kafu. Very good. Haka mtoto na haka nimekapenda sana. Bana hizo baraga kumchelewa. Wazazi wa hawa ni nani? Hawa wawili. Wazazi wao ni gani? Wao wawili. Belinda na mjiandae, watoto wenyu wanaanza kwa mto. Ndio wataanza. So mjiandae, mfunge mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Ura. Wapi mama assembly? Mama assembly yako wapi? Kuja hapa. Pasi yako wapi? Kuja hapa. Nipatie maagano ambayo moja mko naye hapa. Iko wapi? Maagano yote, hata kama ni kofia ama kitambaa. Nipatie. Wewe sasa umeanza shida. Mimi nimesema nipatie, sio ya huyu. Nipe. Very good. Tuko sawa. Hata hao wanafunzi. Mko na bahati hapa, mnafunzwa na chief. Wana maji. Maagano yetu ya ADC iko na rangi ngapi? 3, 4. Ngapi? 3. Ngapi? 3. Nani amekaa hapo chini? Iko na rangi ngapi baby? 3. Iko na ngapi?
4 iko na ngapi baby? 2 iko na ngapi? 3 iko na ngapi? Iko na ngapi? Iko na ngapi? Iko na ngapi? Now, hii rangi ni gani na gani na gani? Wewe umesema moja wewe? Wewe? Red wewe? Green. Bwana Yesu asifiwe. Now, green inamaanisha nini? Kwanza wako sawa. Red, green na white. Zile zingine ni za viongozi. Utapata kuna black, utapata kuna gray. Hizo ni selected za viongozi. Now, green inamaanisha nini? Kitchen. Mwingine amesema kitchen, yani kwa jikoni. Ngoja. Green inamaanisha nini? Kijana. Kijani, very good. Unajua CBC hii mambo unaelewa. Kijani inamaanisha nini? Inamaanisha color green inamaanisha kijani. Kijani ni nini? Ani hata mjui kijani ni amani. Dunia. Unasikia? Kadiri ona. Aya, rangi nyingine ni red inamaanisha nini? Damu. Damu inamaanisha nini? Damu. Alafu ingine white inamaanisha nini? Mnashika mzuri. White inamaanisha amani. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha nini? Now, mnaweza ileta katika sentence. Katika sentence. Pastor tuambie. Chukua mic yako. Mama assembly, tuelezee pastor. Tuelezee maana hii maagano kwa ufafanuzi ama kwa ufasaha. Sivyo? Unajua bado hata mimi niko CBC pia ninajua. Ni CBC Karani ama? Mimi nilikuwa 844. Kumbe unajua na hii. Sasa tuelezee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maagano yetu haya yako na sababu 3. Majani mabichi ama green ni wakati ambao nilikuwa katika dunia. Very good. Wakati sikuwa nimemjua Yesu. Good. Nilipomkubali Yesu, nikaja, Yesu akafa ni kwa sababu ya dhambi zangu. Akakufa na mimi. Akachukua dhambi zangu. Sasa niko hapa, nimekuwa Mkristo, niko katika neno la Mungu, niko ndani ya Yesu, nimekubali kubatizwa na nikakufa na yeye, nikafufuka naye. Nikawa mtu mtakatifu. Yaani mwezi pigia mama assembly msome si. Bwana Yesu asifiwe. Ako sawa? Ako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na hii yetu ya machifu hiyo inataka mapastors. Inamaanisha kwamba sisi tuko katika kaa la moto kwa ajili ya washirika. Umeelewa? Tuko katika moto kwa sababu ya washirika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona ya kwamba tuko na red wapi? Bwana Yesu asifiwe. Yesu jizomime. Kwa sababu leo sijavaa red kwa sababu yangu ni chafu. Lakini najua nitafua. Msisengenye sana, sivyo? Tuko chini, hiyo mambo mengine taelewa. Bwana Yesu asifiwe. So tuko katika kaa kwa ajili ya washirika. Kaa inamaanisha moto kwa sababu ya mambo yenu yote. Mimi nimefanya nini? Now, swali la pili, mama region wenu anaitwa nani? Mama region wako anaitwa nani? Wewe, mama region wako anaitwa nani? Mama region wako anaitwa nani? Umesahau. Wewe, angalia huko. Mama region wako anaitwa nani? Mama region wako anaitwa nani?
Mama region wako anaitwa nani? Ngoja. Mama region wako anaitwa nani? Mama region wako anaitwa nani? Kerubo. Usiende kuja. Hapa kuna moto. Anaitwa nani? Perita Andati. Simumpige makofi mazuri sana. Youth region wenyu anaitwa nani? Youth region wenyu anaitwa nani? Andati. Youth region wenyu anaitwa nani? Ngoja. Youth region wenyu anaitwa nani? John. Anaitwa nani? Uko sure? Sikia. Anaitwa nani? John. Hey. Youth region wako anaitwa nani? Au mjui? Hata ukitafuta majina kabisa huwezi pata. Youth region wako anaitwa nani? Youth region wako anaitwa nani? Youth region wako anaitwa nani? Au mjui? Youth region anaitwa nani? Anaitwa? Amujasikia jina John mahali? John Angaya. Very good. Mpige makofi mazuri sana. Unaitwa nani? Nani? Nafuna. Mimi naomba Mungu tu afungue mawingu anabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaniaminia? Mungu afungue mawingu anafanya nini? Kwa sababu anatamaa, lakini kuna kizuizi. Na kizuizi hiki wale watu wako strong, nataka tumshikie anga. Bwana Yesu asifiwe. Nataka anafanya nini? Abatizwe. Sema amen. Chief kasisi wenu anaitwa nani? Chief kasisi wenu anaitwa nani? Chief kasisi wenu anaitwa nani? Wow. Chief kasisi wenu anaitwa nani? Evelyn. Chief kasisi wenu anaitwa nani? Nani anajibu? Jibu. Kasisi wako anaitwa nani? Silas ya Kisani. Chief kasisi wako anaitwa nani? Reverend Silas ya Kisani. Mpige makofi mazuri sana. Simnashika mzuri sana. Now, assembly yenu inaitwa aje? Assembly vayo. Mwengeomba moyo kulipe. Assembly yenu inaitwa namna gani? Assembly yako ni? Assembly yako inaitwa aje? Assembly. Assembly yako ni? Assembly yako ni? Mukuru assembly. Piga makofi mzuri sana. Unashika mzuri sana. Now, sawa. Mukuru assembly ni assembly yako na region yako inaitwa aje? Region. Mujoni. Region yako inaitwa aje? Region yako inaitwa aje? Region yako? Toto. Region yako inaitwa? Mukuru region. Pastor wenu anaitwa nani? Pastor wenu anaitwa nani? Pastor wenu anaitwa nani? Ngoja. Pastor wako ni nani? Pastor wako ni nani? Ngoja. Pastor wako ni nani? Pastor wako ni nani?
Pastor wako ni nani? Ngoja, hapa kuna mambo. Very good. Anaitwa nani pastor wako? Anaitwa nani? Silas Akisala. Wow, piga makofi. Mambo yamechemuka. Bwana Yesu asifiwe. Pastor wake, yani hata wewe unasema. Pastor wenyu anaitwa nani? Piga makofi mazuri sana. Pastor wako kwa wapi? Shoo, mambo yamechemuka. Mama assembly wenyu anaitwa nani? Mama assembly wako wako wapi? Mama assembly anaitwa nani? Anaitwa Helen Bushima Butoro. Anaitwa nani? Mama assembly wako anaitwa nani? Mama assembly wako anaitwa Helen Kapulani. Wapi makofi mazuri sana? Wapi makofi mazuri sana? Wapi mwalimu wa Sunday school hapa? Ameenda wapi? Mama assembly wenyu anaitwa? Mama assembly wako anaitwa nani? Helen Kavulani. Headquarter yenu ni wapi? Headquarter. Yes, Mukuru assembly, Mukuru region. Headquarter yenu ni wapi? Ama inaitwa aje? Nataka huyo. Juzi mlichangia pastor anaenda masomo. Alienda wapi? Yaani mlitoa tu pesa tu kwa sababu mama Zembu na amesema tutoe pesa. Boyani headquarter. Umesikia? Boyani headquarter. Wale Yesu asifiwe. Headquarter yako inaitwa nani? Inaitwaje? Headquarter inaitwa? Bayo. Unyakazani wanyi, nitaomba Mungu atazima hiyo simu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe. Nani alimbatiza Yesu? Nani alimbatiza Yesu? John the Baptist. Nani alimbatiza Yesu? Nani alimbatiza Yesu? Hiyo lazima utaulizwa. Unajua haya maswali na wauliza ni ile maswali inaitwa compulsory. Hiyo ni lazima. Kuna mengine mengi huko, lakini haya ni compulsory. Nani alimbatiza Yesu? Yohana. Unajua kuna Yohana mtakatifu na kuna Yohana mbatizaji. So ukisema Yohana mtakatifu umefail. Ni Yohana. Nani aliye tabiri ubatizo wa maji mengi? Hebu simama. Wewe umebatizwa? Ni mtoto wa nani? Oh, amekuja. Oh, Hasimwa. Kuna watoto wetu wa Sara Kasim ambao tunawatarajia wawili. Angalia mambo mama assembly na pastor. Angalia mambo tubatize Mungu. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Haya, nani anataka kuuliza swali hapa? Kwa sababu tunawaelimisha na tunawaandaa. See someone is behind you. Nani ako nyuma yako? Nani aliye nyuma yako? Nani ako nyuma yako? Mama Belinda. Mama Belinda yuko nyuma. Belinda zile kale. Hebu angalia nyuma. Nani ako nyuma yako?
amesahau watu wengi. Ako nyuma. Yeah. Na saa hizi watu wameenda theology, maswali zitakuwa mingi. Kwa nini uitwe Mkristo? Nilifunza hapa, there was a day nilifunza. Kwa nini uitwe Mkristo? Kwa nini uitwe Mkristo? Kwa nini uitwe Mkristo? Kwa sababu ulizaliwa. Moja. Kwa nini uitwe Mkristo? Wewe umejificha hapa, kwa nini uitwe Mkristo? Kwa sababu ya kuzaliwa mara ya pili. Kwa nini uitwe Mkristo? Kwa nini uitwe Mkristo? Kwa nini uitwe Mkristo? Kwa nini uitwe Mkristo? Kuzaliwa upya. Kwa nini uitwe Mkristo? Mzee, kwa nini uitwe Mkristo? Kuacha dhambi na kufuata Yesu. Kwa nini uitwe Mkristo? Kumkubali na kufa na Yesu. Kwa nini uitwe Mkristo? Kubali na kufa na Yesu. Sababu iliyosababisha uitwe Mkristo ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Nasikia? Because of Jesus. You are Christian because of Christ. Just simple. Kwa nini uitwe Mkristo? Ni kwa sababu ya Kristo. Nataka kuuliza swali. Yesu alipozaliwa, alizaliwa katika mji gani? Yesu alizaliwa. Wapi? Yesu alizaliwa katika mji gani? Unaendanga Sunday school. Yesu alizaliwa wapi? Mji gani? Si nimeambiwa. Acha kuna somanga hiyo mara kwa. Anasema milele. Yes. Simple as that. Biblia ina vitabu ngapi? Biblia iko na vitabu ngapi? Usiende, nani anaenda? Yaani mnaacha watoto wenu mnaenda jamii. Vitabu ngapi? Wacha leo toto atujibie. Biblia iko na vitabu vingapi? 66. Simpige makofi. New Testament iko na vitabu vingapi? 29. 39. New Testament ina vitabu vingapi? New Testament. Old Testament iko na vitabu vingapi?
27. Which is 66. 39 plus 27. 66. Kwa nini mbatizwe? Kwa nini mbatizwe? Na ulipewa kitabu gani? Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, kwa kuwa yeye ndiye aliyenena na nabii Isaya na kusema, sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Ulipewa kitabu gani? Matthew mtoto alipatiwa kitabu gani? Matthew chapter 3 verse 13. Chukua tu mmoja 13 peke yake, so that we need the easiest one, si ndio? Ili kwamba isimletee matatizo kubwa, si ndio? Yeah. Inasemaje? Inasemaje? Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Short verses. Si short moja. Paka hiyo tunataka tumpatie mstari mmoja. Hiyo. Soma tu, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Sawa sawa. Wewe ulipewa kitabu gani? Yohana 3 mstari wa 3 hadi 5. Inasema nini? Yesu akajibu akamwambia, amina amina nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili na kuzaliwa? Yesu akajibu, amina amina nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Ulipewa kitabu gani? Asiamini hatahukumiwa, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata akinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na wao watapata afya. Haki ya Mungu, yule mtu mwenye anataka kuenda yaani amuoni hiyo uzuri yote, hamuoni hiyo uzuri yote. Yaani wewe hujapea mtu alright. Kerubo, kwa nini mjampatia kitabu? Toto, ulipewa kitabu gani? Yaani ninyi hamjapatia watoto jina. Unaitwa nani? Lavin Muchide. Lavin Muchide. Yes, na lazima abatizwe. Nimesema muangalie mzuri sana kwa sababu hii mambo imechemka. Wewe mzee, na mnaangalia huko nje wachungaji kama wamekuja. Kwa sababu nitapata tabu kubwa sana maana nimefanya hapa. Ulipewa kitabu gani? Matthew chapter 3 verse 1 to 3. There was a man who was named Nicodemus, a ruler of all Jews.
one night Nicodemus. Hapo sasa. Lakini amepata point, si ndio? Yes. There was one man by the name Nicodemus. Then unataka kurudia. Umepewa kitabu gani baby? Yaani nyinyi hamjapatia watoto vitabu. Na nimesema tu nani anaenda? Angalieni hao watoto, nataka hao watoto mpatie hao watoto vitabu mzuri sana. Mnasema Ephesians chapter 6 inasema nini? Children, obey your parents, for this is right. Wow. Honor your father and your mother. Good. Hebu sema. Honor your father and mother. Yes, hapo sasa. Angalieni hawa my little angels ili kwamba waweze kupata kitabu. Wewe umepewa kitabu gani mami? Hujaishi hapa? Anasema hajaishi hapa. Anasema Jumapili 6:4. Warumi 6:4. Inasema nini? Unajua msipate kitabu mrefu sana tunapata na ile basi tupate mstari video. Na nyinyi msitete sana, nitamuuliza swali. Unaona wazazi wamechoka. Mark 1:9. Ula sasa sikia mambo. Mark 1:1-9. Umepata Mark 1:9-11. 9-11. Yaani amujapatia Emmanuel kitabu. Wewe mzee, amujapatia Emmanuel kitabu. Mnamtetea, nitamuuliza swali. Umepewa kitabu gani? Hata hujapewa. Hawa ni wana maji wangapi? 12. How many are outside? Ingia Misashoya. Misashoya, Ashoya wako ready. Quickly Fangia, that one is confident. Sarah Kasim, that is confident too. Sarah Kasim, wamesema moja. Sawa, mwingine? Mahungu? Emily Mbone? No. Kitu kidonda. Kuna mtoto alisema atabadilisha watoto. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hapa pia tena akona mtoto ambaye anamuexpect akuje? Kama Christine, naona akona mtoto ambaye anamuexpect kuja. Christine ako wapi? Wapi Christine? Anaishi hapa juu, si anasikia hii mic ikiongea. Mwingine mwenye akona mtoto hajabatizwa. Mrs. Anaya, umebatizwa kweli? Nani hajabatizwa? Yule kuja. Umebatizwa? Nani mwingine? Collins Eboso. Wapi Esther Msakala? Wewe kuja. Wapi watoto? Si hapo. Wapi watoto? Esther Jakata. Wewe ndio unasema. Wako na miaka ngapi? 9. Na mwingine? 5 ni hapana. 9 huyo si ulete. Uko na miaka ngapi? Uko na miaka ngapi?
6. Tuko hapa na mtoto wa 6. Uko na miaka ngapi? 5. Tuko na hapa na mtoto wa miaka. Alafu uko na mtoto wa 11 unasema ya kwamba bado ni mchanga. Wewe umebatizwa? Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuombe kwa wanamaji wetu. Alafu turudishe kwa mchungaji ile tupate mwelekeo. Simameni. Wanamaji wetu, wale ladies muone mama assembly na men muone pastor. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii tu, sio wakati mwingine. Sawa sawa? Saa hii tu. Mtakuwa pastor atakuwa na wake hapo, mama assembly na wake hapo, na hakikisha mko na wazazi wenu. Sio biological bali spiritual. Sawa sawa? Na mama assembly tafadhali, pastor, sitaki nisikie hapa kuna mtoto amesneak out. Please, kwa sababu hawa nimeshapitia ndani mwao. Niko na confident na wao. Niko na confident 110. Si ni kweli? 110 na wao. Bwana Yesu asifiwe. Yesu izominywe. Simameni tuombe wana maji. Wazazi songeni mbele. Tena uzaliwe tena. Amini uzaliwe. Jumamosi tutakuwa na mkesha hapa. Washirika wa mkuru waseme Morini. Mimi ningetaka tukuje. Angalia kabisa, Mungu atakupatia. Ningetaka tu kwa sababu gwaride nimeprotest Mukuru region, tutakuwa na gwaride yetu. Cluster itakuwa na gwaride mbele, lakini Mukuru region tutakuwa na gwaride yetu. Bwana Yesu asifiwe. So ombi langu, kama wewe ni mshirika wa Mukuru assembly, nani apatagi message? Nani apatagi message? Wote mnafanya nini? Mnapata shika, ndio no? Zitakuja mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha tutakuwa hapa katika mkesha. Sawa sawa? Saa 12 tutakuwa tumeng'oa gwaride. Na tukimaliza mama assembly na pastor watakuwa kwa laini. Nahitaji chairman village. Tutachagua watu 3 ama 4 watatumwa mahali, wakati ambapo pastor na mama assembly atakuwa na timu yake, atahakikisha ameombea kila mmoja. Sema amen. Mshirika wa Mukuru assembly tuko na watoto 18, na hao watoto mtaacha watoto wenyu waende peke yao kwa mto? Mtaacha? Morini ile kanzu yako uliacha nyumbani. Ona mama assembly atakushona nyingine mara moja. Anakuanga very fast na niko na confidence na yeye kabisa. Anaijua. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha kwamba beba mavazi yako rasmi, kwa sababu kuna reflectors zenye tulikuwa tumezitengeneza, sijui zilienda wapi. Mtajua. Bwana Yesu asifiwe. So hakikisheni Jumapili, hata kama uko kazini, omba mdozi ya kwamba akuachilie saa 11 5. Na wale wenye watalala kazini, walide itatoka pale fedha. Nani ajui fedha? Wewe ujui fedha? Ujui fedha? Wewe ni mwanamaji, utalala hapa. Wenye watalala hapo tena anasema wale wenye watakuja asubuhi. Nani mwingine? Gwaride itatoka pale fedha tukielekea paka kwa mto na watoto wetu. Tumewazingira, usiende katikati ya laini. Katikati kutakuwa na hao watoto peke yake. Wewe hakikisha nguo ya mwanamaji usiende naye kwako. Sivyo ikuko pastor. Usiende nayo ati ya kwamba
ameniambia nikae nayo, atakuja kupeleka anipee bahasha nakuwa kenaga unyata. Hii mambo hatutaki. Bwana Yesu asifiwe. Nguo zote zitafuliwa wapi? Tunaelewana? Wazazi, biological parents, kujeni na besheni na sabuni. Not biological, spiritual parents, hakikisha mko na besheni na sabuni. Na besheni nene ufuilo khaira munzu tao lekhe munu. Bwana Yesu asifiwe. Mama Asembuli anasugua sana, anataka mabesheni. Nataka nione watu wachoyo ni kina nani. So manguo za watoto zitafuliwa hapa, na tumetangaza ya kwamba chakula hamutaenda kupika wapi? Kwa nyumba, si ndivyo? Yes. Chakula itapikwa hapa. Ya mapastors itakuwa kando. Ya assembly, mama assembly atajipanga na watu wake, itakuwa Bwana Yesu asifiwe. Then watakula na watu wake, alafu mambo tumalize namna hivyo. Shikani ndio. Bwana Yesu asifiwe. Tangazo kama pastor uko naye kwa ajili ya hao watoto. Simameni tuwaombea watoto wetu. Bwana asifiwe. Amen. Hakikisha mzazi kama umebeba nguo na mtoto wako analelewa, inafaa umbebe. Yes. Kumko. Inafaa umwinue. Uraki. Unaelewa kubeba? Si kubeba kwa mgongo. Kumuinua. Bwana asifiwe sana. Amen. Kusema kwa mfano, mtoto huyo ako na shilingi 200 tu ama 400. Na school fees yake haijajaa. Nataka huyu unajua ni 1000. 1000. Umtolee 500, yeye atoe 500. Umeanza? Si mlifurahi wakati mliitwa, kwa sababu mlaelo shirangu. Yes. Na wana manji, muinue tena wazazi wenu. Usiwache mzazi wako aende bure na amekuoshia nguo. Usiache wazazi wenu bure. Hata ingewezekana kama mko na uwezo, before kufika Saturday mngetembeleana, sio kama iweze kuwatembelee. Yes. Ufike kwa mzazi wako. Wewe nani wanaenda? Nafikiri mnasikia hiyo, mama assembly atawafunulia zaidi hapo. Umesikia? Uinue mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So nasikia hiyo nimepata. Jumamosi isifike tuanze kulumbana hapa na unajua saa hii anaongea tu. Wacha aingie kwa ofisi. Nikiingia kwa ofisi nimevaa red. Na huyo secretary wake na treasurer hapo. Kuandika receipt mpaka uko umejaza school fees. Unamwona saa hii anaongea tu. Very good. Umefanya mzuri. Nafikiri mmeelewa. Ubebe ukue mzazi na ujue kwamba ni nini unaenda kufanya. Uindoe mtoto wako. Lazima umtolee. Bayo 200 ongeza 400 ikuje 700 kwa mwanamaji wako kama anatoa kipa. Story imeisha. Sikia hiyo. Tutakuombea Mungu ataleta biashara kubwa sana. Yes. Biashara inakuja bayo. Yes. Oh, amesema ya kwamba kuna chemba yani ya wamama, si ndio? Kwa sababu kuna vitu ambazo tuwezi taja, mama atawatajia, si ndio? Wazee kuna vitu tuwezi taja, mtatajiwa na mchungaji. Kitu ambacho kilicho kikuu, wazazi mjilinde. Mfanye nini? Kwa sababu acha hata hiyo nayo mzee